waje wadhamini wengine waje, kwa sababu mpaka sasa hivi ukiniambia kwamba tuna bodi ya wakurugenzi kwa katiba yetu ya klabu ya Simba, kwa sababu mimi mwanachama na naifahamu ile katiba, bodi ya wakurugenzi ipo kimakosa Simba. Huwezi kuwa na bodi ya wakurugenzi ya pande mbili na kati kampuni bado kuna Simba Company Limited mpaka sasa, hadi tuwe na bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi inaundwa baada ya kampuni kukamilika. Mpaka leo kampuni hakuna. Bodi ya wakurugenzi inafanya nini Simba? Maanake ni bodi kimvuli, lakini bodi hiyo kimvuli ndio inafanya kazi Simba muda wote. Lakini huyu Mangungu tumempa zamana aende akafungue ile milango ambayo imefungwa, lakini alivyoingia kule ameshindwa kutoka na kutuambia bemani, ile milango mnataka niifungue, imekuwa migumu kufungua kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Anafanya kazi zake kimya kimya. Kwenye kutoka sasa, kwenye kuwajibu watu ndio kwenye shida. Yaani ingekuwa na wajibu kiustaarabu, pengine watu wangekuwa wamwataki muda wote, lakini akitoka anakutana na jibu yale majibu ya shortcut, kwa sababu yeye mwenyewe kapitia kwenye mazingira ya kuishi kiuni yani au kisela. Yenyewe tunajua ile. Kwa hiyo na yeye majibu yake ndio yale yale. Pap, imeisha. Ndio maana asilimia kubwa watu wameweka kisonono kwenye mioyo yao kwa sababu ya majibu yake, lakini sio kwamba ile kazi ambayo katumwa kule ndani kashindwa kuifanya kwa uweledi na sisi kutoka kutuambia bado anaifanyia kazi ile kazi. Lakini shida kubwa majibu yake ndio mawafanya watu muda wote wako na yeye tu. Lakini kwa mimi binafsi najua kabisa Simba shida ni tajiri, kwa sababu kuna mapindi nilikuwa sipo Dar es Salaam, nipo nje ya Dar es Salaam. Mo kashasema kainunua Simba. Mimi kukweli ile siku sikupata hata usingizi. Asubuhi mtu anakuja kujibia eti msemaji ndo kapewa zamana ile, akajibu hivi, kwa nini umtese yule? Kaajiliwa Simba, yule kachaguliwa Simba. Maana yake atakuwa kujibu ni viongozi wa wanachama, atakuwa ajibu lile. Kaja kajibu Emediali, oh sio hivyo, haiko hivyo. Muda mfupi tunamsikia na mwenyewe katweet tena, kwa sababu alikuwa hayupo, alikuwa Dubai huko. Sikuwa na maana hiyo. Sasa umetweet mwenyewe kwamba umenunua Simba, kumbe alikuwa anatekenya waya angalie shoti iko wapi, ili ajue kwamba tuko pamoja naye au tumelala, kwa sababu unajua ndio wote watu wa Simba wamelala kwenye kinywa chake Mo. Kwa hiyo chochote atakachokifanya sisi sawa. Kwa hiyo tumwambie bwana, kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Kwa maharage bwana yashawiva, yaani wewe utake usitake maharage yashawiva. Wewe tu kaa kushoto, utupa taulo ili maisha mengine yaendelee. Naamini kabisa kwamba hakuna mwana Simba sasa hizi ukimwambia swala la Mo atakuelewa. Lakini kwa wale ambao wenye uweledi na wanaofuatilia Simba yao toka yeye aingie Simba mpaka sasa, Simba kweli imepanda renki mpaka nafasi ya 5 barani Afrika kutoka nafasi ya 80 nao. No doubt ni ukweli ambao hujafichika. Hata ligi yetu imepanda kwa sababu yake. Kila mtu anajua hiyo. Lakini pia yeye Simba imempandisha chati kutoka alipokuwa mpaka sasa alipo. Kwa pia naye kafaidika na Simba na bado anafaidika na Simba, na kilichoniuma kaanzisha kuzalisha bidhaa kupitia logo yetu bila sisi wana Simba kujua. Hapo ndo pameniuma zaidi. Lakini mpaka leo wana Simba wengi hawataki kulijaji. Sisi tulilijaji, lakini bado tukaonekana kama maadui. Lakini kwenye ukweli sasa tulikofika tunasema tuna Simba sasa hizi, Simba ngano tunayo ambaye Jibika izungumzia. Hicho kiroba sisi tunacho nyumbani. Yaani mtu anachaka hicho kiroba sisi tunaweza tukamletea. Tunacho nyumbani kwa ushahidi, kiroba ambaye kishatumika ngano yake. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Hicho kiwanda kiko wapi? Nyinyi mnakijua kiwanda kilipo wana Simba? Ambaye sasa hivi ndio mdhamini wa Simba Queens. Yupo pale. Simba ngano tunayo. Wakati kampuni haijaanza, maana yeye anatakuwa azalishe bidhaa zake kupitia logo ya Simba wakati kampuni tayari. Si ndio maana Isa? Sasa Isa bado mgawanyiko bado haupo na Simba wewe hujaingia kwa kampuni. Leo unaanzaje kuzalisha bidhaa zako kupitia logo ya Simba? Mamlaka yao kakupa nani? Sasa tuibie habari yetu. Maana tayari Simba alichosema kainunua inaonekana kwa ndani kweli Simba kashainunua. Lakini kwa huku nje sisi hatujui kama Simba kainunua. Sasa kabla sasa hakujafika huko kote, majibu yamepatikana hapa. Kuna waraka kashapeleka kwa CEO kwamba saini ile kila anachoendelea kukitoa kifanyeje? Kilipwe. Na kila alichotangaza bilioni 87 katumia, na ile bilioni 20 ikiwepo sehemu. Bilioni 20 hiyo umeweka akaunti gani? Hiyo bilioni 20 umeweka akaunti gani? Kwa sababu Simba wanatumia akaunti ya NMB. Ndio akaunti yetu ambayo tunalipia sisi ada na kila kitu. Hiyo bilioni 20 kaweka akaunti gani? Kwa sababu aliitisha press na akasema akaunti na bilioni 20 naitoa na iweka akaunti binafsi. Mchakato ukikamilika naitoa pale na ingiza huku. Leo bilioni 20 inaonekana iko sehemu ya matumizi ya Simba. Simba Company Limited tayari. Kama sio wizi huo. Kwa hiyo mwana Simba yote ambaye atatuchukia sisi aendelee kutuchukia. Mimi binafsi sina kanuni ya kumuogopa mtu. Mimi nitakuheshimu pale unaponiheshimu. Usiponiheshimu mimi napita na wewe. Sababu wapo kwa walikuwa wananichukia, sasa hivi tunasalimiana na tunaongea vizuri. Kwa hiyo mshabiki wa Simba yoyote anaosema kwamba mimi chawa nishapewa hela sijui na Mangungu, nimepewa hela sijui labda na Trey Ageni au nimepewa hela na Magoli, basi na wewe mtafute mtu wako ambaye kwenye Simba unaona na umatemati, na wewe uende akakupe hela. Sisi tuwe sawa. Messi nalipwa. Na wewe mtafute mtu unamuona wewe na umatemati na wewe akupe hela. Kwa sababu kuna mapindi tuliitisha press hapa. Tulimtetea sana tajiri hapa.
Ukumbi huu tulimtetea sana tajiri, lakini tumemwambia angalia watu wako na waweka, piga chini. Kapiga chini, karudisha watu wetu wale wale kule, kawachukua kawaleta huku baada ya kuwapiga chini wale. Kwa hiyo maana yake huyu bado anatuchanganya sisi, unatoa nguo kichwani unavaa mguu mmoja. Sasa umefanya nini? Ile nguo umeiondoa? Kama ile ina matatizo itoe. Wewe umeoga maji uko safi na sabuni, unaenda kuchukua nguo lako ulolivaa la kuuzia mkao unalivaa. Sasa unasema kwamba wewe msafi hapa? Si umeendelea kujichafua? Si bora ungalala vile vile. Kwa hiyo Mo anatuchanganya sisi, kujifanya kwamba yeye ni mwema kwetu, lakini hapa palipofikia sio mwema. Haiwezekani wewe tajiri namba 1 Tanzania, namba 12 barani Afrika, ndani ya mechi 4 una alama 1. Singida ana mtu wa kubadilisha mboga tu, yule bosi wa kubadilisha mboga ana alama 4. Azam ana bosi ana alama 6. Watani zetu wana bosi wana alama 5. Sisi tunye tajiri namba 1 Tanzania na namba 2 barani Afrika tuna alama 1. Na hiyo moja yenyewe chupu chupu ilikuwa taizi, hatuna alama hata moja. Hii si aibu hii? Tumetolewa na Jwaneng Galaxy, kaandika waraka watu waajibishwe hapo Simba mapema, tena usiku ule ule, kwa sababu anajua kule ndo kwenye maisha yake. Leo mechi 4 hakuna waraka wala hakuna kitu chochote, lakini kesho watu wakinjaji atoi hela, utamsikia anaitisha press nyumbani kwake, anatangaza pesa aliyoitumia Simba. Sasa sisi tunapiga tena press hapa hapa tulikokuwa tunakutetea, tunakubutua mwenyewe, kwa sababu tumekwambia vunja bodi yako, weka watu wengine. Umeleta watu wale wale ndani ya Simba, maana kwa hujavunja bodi. Wewe umevunja miti tu, umeamua kujenga gorofa, sio kuvunja bodi. Kwa sasa hivi tunapita na wewe mwenyewe, hatukuachi salama. Huu ni muda wa kupita na upande huu, sio kupita na upande wa Simba Sports Club. Tunapinda na upande huu wa tajiri, hatukuachi tena kamwe. Sisi tunapita na wewe mwanzo mwisho. Sasa hivi ulikofikia pesa zako, ikiwezekana kuna watoto huko yatima wanataka kusaidiwa huko. Sawa? Wapo kibao watoto yatima, na huko ndio kusema wabaya kupata thawabu zaidi pengine kuliko huko kwenye mpira. Sisi tushatusaidia kama thawabu, Mwenyezi Mungu atakulipa kwa hapo ulipotusaidia kwa muda huu, pana tosha. Sasa hizi peleka kwa watoto yatima huko. Kuna mashule atakuwa kujenga kwenye taifa hili, watu wanataka misaada huko. Peleka pesa zako huko zikawahudumia hao, utapata thawabu zaidi palipofikia, kwa sababu kama jina ushapata. Mohamed Dewji tajiri namba ngapi? Namba 1 Tanzania, ulikuwa namba 1. Mohamed Dewji tajiri namba 12 barani Afrika, lakini mpaka Musepe anakujua vizuri. Jani Mfatino kakupigia saluti, kakukupatia Benjamin Mkapa kwenye African Football League, maana anakutambua kazi yako. Sasa kama umepata heshima hiyo na utaizi unataka kutuelezeshea madeni tukulipe, basi sio Simba Sports, kwa sababu mpaka sasa wewe ni mfadhili Simba. Wewe sio mwekezaji wa Simba. Uwekezaji Simba bado tunaendesha mfumo wetu kizamani. Hiyo bodi ya wakurugenzi ni bodi hewa, bodi kimvuli ambayo ina watu karibia 200. Hiyo yote maana wewe unawalipa. Kwa hizo pesa unazodai Simba si bilioni ngapi? Hizo ni pesa ambayo unawalipa wafanyakazi wako ambao wanasimamia pesa zako, sio Simba Sports. Na kama kuna